Mimi nimefika Dodoma. Uko Dodoma na timu imeshafika Dodoma? Ilikuwa njiani. Ama hukuwahi kuwa na D2 basi msemo huu uwezi kuelewa. Hebu uelewe jinsi ambavyo Ajabu Kifukwe CEO wa Tanzania Prison anavyozungumza, utaelewa tu. Kama na D2 au zaidi, basi huu ni msemo ambao utaelewa kulikuwa na nini nyuma yake. Waandishi wa habari walimjaa wakimoji, kitu gani kimesababisha ushindi wa kusuluhisha ule mgogoro? Jibu kutoka kwake alisema huwezi kushindana na upepo. Upepo unaweza kuwa unasukuma bendera, sio kwamba ni upepo, ni bendera inasukuma. Kuna kitu kipo nyuma ya huo upepo ambao unasukuma bendera. Kwa hiyo nibaki tu kusema kwamba tulikuwa kikanuni na tuliweka kigogo cha Tabora kikanuni na bado tumekuja Dodoma kikanuni. Kwa hiyo ni upepo, huwezi kushindana na upepo. Upepo unasukuma kuelekea huo, siwezi kuongea, lakini kubaki kwenye maneno ya Kofi Annan kwamba ndio mwingine huwezi kushindana na upepo, lakini ukweli unabaki kwa ukweli kwamba tulikuwa kikanuni na tunakuja Dodoma kikanuni. Hali ya sitofahamu ambayo ilitokea kati ya bodi ya ligi na timu ya Tanzania Prison. Tanzania Prison ambao ilisafiri kutoka Mbeya kuelekea pale katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, ni kutokana na uwanja wa Sokoine kufungiwa. Wao kama Tanzania Prison wanadai walikuwa na mawasiliano mazuri na uongozi wa bodi ya ligi na maelekezo yote ya uwanja, mpaka viongozi wa FA ya Tabora nao walikuwa wamepewa maagizo ya kupokelewa kwa timu ya Tanzania Prison kuelekea mchezo wao dhidi ya Yanga. Sasa ilivyofika mchana nikapigia simu kwa maana ya Tabora, kwa maana ya Tanzania Prison kuulizia kinachoendelea mpaka dakika hii, lakini taarifa ambayo nilipata, Tanzania Prison walikuwa bado hawajaondoka pale Tabora na bado kulikuwa kujafikiwa mwafaka ya wapi wataelekea. Sasa baada ya kuongea na uongozi wa Tanzania Prison ukaonekana kama hakuna kinachoendelea. Maana yake niliongea na meneja akasema bado wako Tabora na hakuna taarifa yoyote, uwanja wote ambao utaruhusiwa madam kanuni zikae sawa sawa ndipo ambapo wataweza kutoka. Sasa mara baada ya kuongea nao nikajipa muda, nikasema baada ya muda fulani taangalia uwezekano wa kuwa na maamuzi tofauti inawezekana yakatokea. Sasa nimeenda moja kwa moja kumtafuta katibu au CEO wa Tanzania Prison Ajabu Kifukwe ili tuweze kufahamu kuhusiana na haya ambayo yanaendelea yamefikia wapi. Tanzania Prison wamedinda kubakia huko Tabora kama msimamo yao ilivyokuwa mara kwanza, au wamefikia hatua gani na bodi ya ligi wanasemaje kuhusiana na hicho? Sasa namtafuta kwenye line kwa sasa hivi, kama yupo hewani tutaenda kuongea na Ajabu Kifukwe ili aweze kutuambia kama yupo Tabora bado na msimamo wao ni upi, na kama wamefikia mwafaka na bodi ya ligi na ikoje mpaka sasa. Ajabu Kifukwe huyu hapa, naongea naye kuhusiana na kinachoendelea mpaka sasa na mpango wa mchezo ukoje. Na muda huu unavyopiga simu kuongea na katibu manake ni saa 5 usiku kuelekea saa 6. Tuulize kuhusiana na taratibu, timu ishafika Dodoma au bado? Mimi nimefika Dodoma. Uko Dodoma na timu imeshafika Dodoma? Ilikuwa njiani. Vipi, mmefikia wapi na bodi ya ligi? Maana tunajua mlikuwa na haki ya kutumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Sasa watu wanataka kuelewa kwamba nini ambacho kimeendelea mpaka kufikia hatua ya kwenda Dodoma. Nadhani zote ni kanuni tu. Zote ni kanuni, ndio zote zimetumika. Kisi kwenda kule ilikuwa kanuni, tuko kwenye kanuni. Lakini vile kanuni pia inasema bodi ya ligi na maamuzi ya kubadilisha pia uwanja mwingine kwa ile itakavyoona inafaa. Sasa itakavyoona inafaa hajamention ni sababu gani na gani ambazo kwenda inafaa. Kuna usanga pia tukasema Dodoma, lakini katika siku ya mechi kuna sababu zinazofaa kamisha. Kitu kubwa ni kwamba tupo Dodoma na mechi ni kesho itachezwa saa 2 usiku. Kuna watu ambao wanasema kwamba mara baada ya kutangazwa kwamba uwanja wa Sokoine umefungiwa na nyie kama Tanzania Prison mkaenda kufuata uwanja moja kwa moja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora bila kujulisha kwa maana bodi ya ligi kuhusiana na kuhamisha kwenye uwanja huo. Kiongozi kuna ethics za uongozi. Kiongozi kuna ethics za uongozi. Kiongozi mawasiliano ya professional hatuwezi kuweka hadharani, si ndio? Ndio. Kwa kiongozi ethics za uongozi zinabaki ndani. Ukiona kiongozi unapewa document, barua za kiofisi unaziweka mtandaoni, unakiuka mambo ya kiofisi, inakuwa na ethics za uongozi na kuna zikosa. Kwa sisi kama viongozi wa prison nikwambia tu kwamba taratibu zote zilifuatwa.
taratibu zote zilifuatwa mpaka tumeondoa Mbeya kwenda Tabora. Maana tulikuwa na mawasiliano mazuri sana kwa ligi. Kwa hakuna timu, hakuna viongozi wala kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila mawasiliano, lakini kwa hisia za viongozi na tuwezi kusema mawasiliano yetu basi tuwaweke kwenye mitandao. Kwa nini watu wanapanga? Lakini tunaheshimu kwamba sasa hivi tuko Dodoma, tutaenda kwenye mechi ya kesho. Lakini kwa sababu ya kufahamu, manake watu wasije kawa wakaanza kusema kwamba Tanzania Prison ndio walikuwa wamekosea. Kwa hiyo kufika Dodoma, kufika Tabora, manake baraka za bodi ya ligi kabisa, viongozi wale wa kabla licensing walikuwa wamebariki kwamba uwanja ule utumike. Yes, maana nakwambia taarifa zote tuzipata, taratibu zote tulifanya za Hassan Mwinyi. Ndio. Timu kuondoka Mbeya mpaka kusema tuenda Hassan Mwinyi, na kulikuwa na baraka kutoka kwenye ofisi za husika na mpira. Zote tulizifanya, hata kama umemsikia pia kiongozi wa FA ya Tabora jana kama anaongea na alisema naye kwa maelekezo kwamba ashirikiane na timu mwenyeji kuandaa mechi ya 12 katika uwanja wa Hassan Mwinyi. Kwa kile tunachokifanya ni kwamba Prison ina mawasiliano mazuri sana bodi ya ligi na TFF. Haikurupuki. Lakini ukiwa kiongozi, hata unaona kiongozi hapo ofisini, S6 barua kama imekuwa touch, katibu wa ofisi fulani au katibu wa taasisi fulani, huwezi kuziweka mitandaoni. Lakini taarifa tunazomisha jamii ni kwamba timu iliondoka kuelekea Tabora kiusahihi kabisa, kikanuni na kiusahihi kabisa. Lakini yote katika yote sasa, manake kuna kuhamisha kutoka Tabora kwenda Dodoma, kuna namna ambavyo mliwasiliana pia na bodi ya ligi kiofisi na kukubaliana, au kulikuwa na changamoto ambazo watu wanazungumza kwamba mpaka kuondoka kwenu hapo itabidi kulikuwa na uzito kidogo, kwa sababu kuna vitu mlikuwa mjavielewa? Ni kuweka wazi tu kwamba kama utakuwa na kumbukumbu au kama ni mfuatiliaji wa taarifa za habari, lakini vile kama soma vitabu 2012 kama alivyosema, kuna kiongozi anaitwa Kofi Annan, nadhani kutoka Ghana, alikuwa ameenda kusuluhisha mgogoro wa Syria. Alipotoka kusuluhisha mgogoro wa Syria, alifeli kusuluhisha mgogoro. Wakati anarudi ashuka airport, waandishi wa habari walimjaa wakimoji, kitu gani kimesababisha ushindi wa kusuluhisha mgogoro? Jibu kutoka kwake alisema, huwezi kushindana na upepo. Upepo unaweza kuwa unasukuma bendera, sio kwamba ni upepo, ni bendera inasukuma. Kuna kitu kipo nyuma ya huo upepo ambao unasukuma bendera. Kwa hiyo nibaki tu kusema kwamba tulikuwa kikanuni na tuliweka kigogo Tabora kikanuni, na bado tumekuja Dodoma kikanuni. Kwa hiyo ni upepo, huwezi kushindana na upepo. Upepo unasukuma kuelekea huo, siwezi kuongea, lakini kubaki kwenye maneno ya Kofi Annan kwamba ndio mwingine huwezi kushindana na upepo, lakini ukweli unabaki kwa ukweli kwamba tulikuwa kikanuni na tunakuja Dodoma kikanuni. Ukisema upepo, ni tunarudi kwenye maneno ambayo yanazungumzwa mpaka sasa, kwa sababu inasemekana kabla ya taarifa hizi kutoka, Yanga walikuwepo Dar es Salaam na ndio ambao mtaka kwenda kucheza nao Ali Hassan Mwinyi. Inaonekana Yanga ni kama wao ndio wameshinikiza, watu wengi wakisema kwamba kuna simu zilikuwa napigwa bodi ya ligi asubuhi kushinikiza mabadiliko na vitu kama hivyo. Huo upepo unamaanisha kwamba Yanga ndo wanapitia humo, kwamba uwezi kushindana na Yanga ambao wanaweza kalazimisha nyuma ya bodi ya ligi katokea kitu kingine, au kuna kitu kingine tofauti? Mimi nimetoa mfano wa Kofi Annan ndugu yangu. Kwa hiyo nasema ukilifaa maneno ya Kofi Annan 2012 wakati ametoka kusuluhisha mgogoro wa Syria, kutoelewa na maanisha nini. Lakini tulikuwa Tabora kikanuni, tumekuja Dodoma kikanuni. Mechi kesho saa 2 usiku, naomba Watanzania wote wapenzi wa soka wajue kwamba zote ni kanuni. Lakini mechi itapigwa saa 2 usiku katika mji wa Dodoma, katika uwanja wa Jamhuri. Tuwakaribisha wote kwa ajili, lakini maneno ya Kofi Annan yataendelea kuishi. Lakini vipi kuhusiana na athari ambazo mmezipata? Bila shaka Tanzania Prison ni timu ambayo inaendeshwa kwa bajeti ndogo. Bila shaka kwenye mzunguko huu umeogharimu pesa nyingi sana, lakini pia psychology pia bila shaka imeafektiwa sana. Basi kusema tu kwamba tushukuru Mungu kwamba Tanzania Prison ni timu ya taasisi. Hofu yangu kubwa kwa timu zingine ambazo inawezekana sio za taasisi, ukiwa na budget ambayo ni regelego unaweza afford kwa ajili ya kufanikisha shughuli hizi. Lakini sisi kama Tanzania Prison tunashukuru sana mkuu wa jeshi la magereza Afande Kamishna Jenerali Jeremia Mkatombo, ambaye anatoa support kubwa sana kwa ajili ya timu yetu. Ukiangalia safari haikuwa na budget,
Ukiangalia timu ilikuwa na mechi nyumbani Mbeya, maana bajeti ya safari kutoka ilikuwa haipo, na safari za bajeti za kutoka za mechi zingine. Kwa tulipopata taarifa ya kuhamisha uwanja ilikuwa ni swala gumu la kuumiza kidogo, lakini tulivyoshauri na tukashauriana bodi ya ligi wakakubali kwamba uwanja wa Lesson Mwinyi uko vizuri na vile muandike kwa ajili ya kutumia. Tukaandika kila kitu, baraka zote tukapewa, lakini tulivyomjulisha pande mkuu wa jeshi nadhani alipambana kuhakikisha kwamba tunasafiri tunafika eneo husika. Tukafika Tabora. Tabora pia ilipotokea kutokea tukamtaarifu tena, tukaondoka kusafirisha mpaka Dodoma. Sio kitu kirahisi. Ukifanya timu zingine ambazo sio za taasisi unaweza nadhani inaweza kama mwisho wa ligi hapo. Kwa ni baki tulai kwamba mpira ni gharama na sisi kwa shirika lazima ikuepeshe. Ukisema sijashirika ndio naongopa kwa sababu bajeti ikuwepo, lakini inabidi utumie bajeti za vyanzo vingine kwa za gharama za mechi zingine kwa ajili ya kufanikisha safari. Lakini kikubwa kwa yote Kofi Annan kauli zake zilikuwa na maana sana ya kuishi. Kwa safari ambayo imefanyika kwa upande wa wachezaji, athari zake, safari ni ndefu kutoka Mbeya mpaka Tabora, Dodoma. Athari zake mmeshaanza kuziona kwa wachezaji, uchovu, pengine mnahisi kwenye mchezo utakaochezwa hapo Jamhuri, mnafikiri pengine watakuwa na uzingativu wa kutosha kabisa au uchovu utakuwa umeshapoa mara baada ya kufika Dodoma? Kikubwa katika hali hiyo kwa wachezaji ndio umuhimu wa kuwa na benchi pana. Benchi pana ndio makazi yake hapo. Sasa mimi kama kiongozi, kama mtendaji mkuu wa klabu ya Tanzania Prison, ili niweze kuwa bora, mimi ni lazima wale wanaoongoza wote wawe bora. Wale viongozi wasaidizi wangu wakiwa bora, basi mimi ndio nitakuwa bora. Lakini mimi siwezi kuwa bora kama wako bora. Kitu ambacho kitasaidia kuwajenga kipindi cha wachezaji, kipindi kama hiki, ndio kuwa na wataalamu wengi, watu wa psychology, watu wa social work, watu wa professional mbalimbali ambao madaktari kwa ajili ya kujenga psychology. Ni kuweka tu wazi, ni kutoa tu hofu kwamba nimekaa na timu, nimeiona, nimeongea nao, nimefanya psychology, kila kitu, timu ina morali kwa hali ya juu, na imani yetu itakuwa nzuri. Tunaheshimu wapinzani wetu, lakini kwetu wako vizuri. Na imani pamoja na uchovu wote uliotokeza, lakini ni timu ambayo ina morali kubwa sana. Wachezaji wamebaya, watapata muda wa kupumzika, kama sana ngapi tutaenda kwenye mechi. Lolote la kuambia wana Mbeya pamoja na mashabiki wa Tanzania Prison popote walipo? Mimi kwanza niombe radhi mashabiki wote wa Tanzania Prison popote walipo, kutokana na kwamba kuna mkanganyiko wa ratiba na kwa mkanganyiko wa taarifa kama kwa mara. Na imani kwenda waandishi wa habari wengi mko mnatupigia simu, lakini muda mwingi tulikuwa busy na vikao, tulikuwa na busy kutupokea simu, kutokana na kwamba hatukuweza kuwa na majibu ya moja kwa moja kwa sababu kulikuwa na majadiliano mengi hapa na pale na vikao vingi. Kwa hiyo niombe radhi kwa kitu ambacho kimetokea, lakini kilikuwa nje uwezo wetu. Lakini tuhakikishe tu kwamba tunajipanga, tuko vizuri, tunaenda kupambana, ndio kwa support kwa mechi inayofuata kesho na mechi zingine zinazofuata. Kikubwa kwa yote ni kwamba lazima tuseme mpira utabaki kuheshimika, lakini imani kuna viongozi wengi wa mpira ambao ni wakubwa wanataka mpira uheshimike, na imani ipo siku utaheshimika zaidi kama unavyotaka. Lakini neno moja la kumalizia, unaona timu za madaraja ya kati kuna siku ambayo itakuja kutokea kama ile ambayo itokea kwa Mtibwa Sukari kuchukua ubingwa kwa mazingira ambayo wanakumbana nayo timu za kati ikiwemo Tanzania Prison? Unaona kuna mazingira au kuna hali fulani ambayo inawazuia kufikia malengo hayo, kuchukua ubingwa? Malengo inawezekana. Ulimtaja Mtibwa Sugar, sio Mtibwa Sugar tu. Prison tumekuwa mabingwa muungano wa nchi na tumewakilisha nchi katika mataifa ya kimataifa. Timu zote hizo Simba na Yanga zikibaki tuenda kuwakilisha sisi. Kwa sio kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini kwenye mpira wa miguu vitu vitatu vya kufanya ambavyo ni vitu muhimu. Cha kwanza lazima tuwe na rasilimali pesa. Rasilimali pesa lazima iwe msingi. Lakini ya pili lazima iwe rasilimali watu. Rasilimali watu hapa itakuwa rasilimali watu aidha kusimamia pesa, lakini pili wasimamizi wa rasilimali watu, wachezaji, rasilimali watu, uongozi. Kwa hiyo uongozi thabiti kwa ajili ya kuongoza mpira wa kufanikiwa. Lakini ya tatu ni miundombinu. Miundombinu ikiwa powerful na vizuri tunaweza kupata timu nzuri. Mimi ukombe tunakuhakikishia kwamba inaweza kesho, lakini au kesho kutwa, lakini na imani kabisa ipo siku tutakuwa washindi. Asante sana Ajabu Kifuko kwa kuungana nasi. Karibu sana. Kila la heri wasalimu wa studio. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Tuko pamoja ndio tutasonga mbele. Asante sana. Naam, ni Ajabu Kifuko huyo, kwa maana katibu
wa Tanzania Prison, nikizungumza naye moja kwa moja akiwa yuko pale Dodoma, tukizungumza kuhusiana na kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Fukuto lilikuwa ni gumu sana mpaka mchana, mengi alikuwa anazungumzwa kwamba Tanzania Prison walikuwa bado wako Tabora, lakini sasa hivi anazungumza timu iko njiani inaelekea Dodoma kuhakikisha kwamba mchezo dhidi ya wananchi Yanga unapigwa pale katika dimba la Jamhuri pale Dodoma. Na zaidi ya yote tutaenda kuangalia nini ambacho kitaenda kutokea katika mchezo huo. Mengi ambayo yako nazungumzwa, lakini msemo ambao ametuachia Ajabu Kifukwe ni kuhusiana na ndani ya bendera kuna kitu ambacho kina nguvu zaidi kinachoisukuma ile bendera. Inawezekana unaweza kuwa umenielewa au umemwelewa zaidi sana Ajabu Kifukwe, na mimi binafsi nimeshaelewa kwa undani kabisa kuhusiana na kitu ambacho alikuwa anakizungumzia. Licha ameshindwa kukiacha wazi, lakini ni kitu ambacho kila mmoja anakiona kwa namna ya kitofauti. Yote katika yote, subscribe channel hii ili uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa, michapo na story mbalimbali za kimichezo. Mimi nikushukuru sana na nikukaribisha sana kupitia Like Media. Ukisubscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao mnapata taarifa na michapo mbalimbali ya kimichezo. Mimi naitwa Lugano Israel, mpaka wakati mwingine. Ciao.